Kwa hiyo tumepata mafunzo haya kwa muda wa siku 2, niseme ni kuonea kama wenye bahati kubwa sana, kwa sababu mmefundishwa na watu wenye taaluma kubwa sana ya mambo ya mawasiliano. Tunawasoma, tunawaona sehemu tofauti katika makala tofauti, ni watu muhimu sana, lakini wameacha nafasi zao, wamesema leo washuke wakae na nyinyi kwa muda wa siku 2. Lakini kwa ujumla wake tuelewe kwamba ni swala moja, ni swala ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwamba hawa wapo kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar uweza sasa kutoa mafunzo kwa ninyi maafisa habari, na nyinyi muweze kuyatumia kwa kutangaza sasa yale ambayo mazuri au ule utekelezaji ambao uliofanywa na serikali tokea ilipoingia madarakani 2020 mpaka tunapoelekea 2025. Kwa hiyo ndio maana nikasema niwapongeze sana kwa hilo, kwa sababu mafunzo yamekuja muda mwafaka, muda mzuri. Sasa hivi tunaelekea katika uchaguzi. Katika uchaguzi tuelewe, tusiogope maafisa habari, kazi yetu kubwa kuitangaza ilani, wala tusitafune maneno. Hiyo ni kazi yetu ya msingi, na tunatakiwa tuitendee haki kazi yetu hii maafisa habari. Ilani iliyoiweka serikali madarakani ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sasa sisi tunafanya kazi wote, kuanzia mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na nyinyi, tunafanya kazi ya kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndio tunaisimamia. Mafunzo yetu ambayo tumeyatoa leo na jana, na imani kwa maafisa habari pamoja na maafisa uhusiano mmejifunza mengi, na hususan hichi kipengele cha mwisho hichi ambacho kimeonyesha taratibu kwa jinsi gani mambo yanatakiwa yawe katika masuala mazima ya kidiplomasia, katika masuala ya kualika, katika masuala ya kula, na katika masuala ya upangaji wa wageni mbalimbali ambao wamealikwa. Lakini vile vile mmejifunza masuala ya maadili ya waandishi wa habari pamoja na taarifa mbalimbali ambazo zinatakiwa zitolewe na zile ambazo hazitakiwi zitolewe kwa wanajamii kuhusiana na taasisi yetu. Kwa imani yangu kuwa mmeyapata mengi na mtenda kuyafanyia kazi. Tumepata washiriki wazuri sana, washiriki ambao tunajisikia kwamba walikuwa na ari, walikuwa na moyo wa kutaka kujifunza, na kwa kipindi cha ambacho tumekaa nao siwahi kumwona hata mmoja ambaye alikosa. Wote walisikiliza. Hii inaonyesha kwa utayari wao kwa kusema kweli kupokea mafunzo, lakini pia kuitumikia nchi yetu na nchi yao. Kwa kweli lazima niwapongeze sana washiriki, mlikuwa mnasikiliza attentively, mlikuwa mnauliza maswali, kwa hiyo kuonyesha kwamba utayari gani walikuwepo. Lakini pia kwa niaba ya kampuni nataka nishukuru kwa nafasi hii ambayo tumetoa. Nadhani jamani, labda mafunzo yatawasaidia. Tunatakia kila laheri katika sehemu zenu za kazi. Sisi wananchi tunawategemea, na kama tulivyozungumza jana, hii ni part ya national interest, national security ya nchi yetu inawategemea nyinyi.